Basi karibu katika shule ya Biblia katikati ya wiki. Leo Alhamisi tarehe 3 Juni mwaka wa 2021. Tumesomewa mistari 38 ya mlango wa 42 wa kitabu cha Mwanzo, na tunasema bado milango 8 kumaliza milango 50 ya kitabu cha Mwanzo. Bado tumekuwa tunaisoma kila wiki mlango mmoja mmoja, kwa hiyo tumekuwa humo kwa wiki 42 sasa. Bado wiki 8 kama miezi miwili kasoro tutakuwa tunamaliza kitabu hiki. Mlango huu 42 tumesikia ni Yusufu anakutanishwa na ndugu zake. Tangia mlango wa 37 milango kadhaa iliyopita tumekuwa tunajifunza, Mungu amekuwa anatufundisha kupitia maisha ya Yusufu. Tumeona kwamba Biblia ina namna nyingi za kufundisha. Hii ni kufundishana tu namna ya kusoma Biblia. Sehemu nyingine Mungu ananena moja kwa moja, anasema usiue, usizini, usiibe. Sehemu nyingine anatupa maisha ya Ibrahim tuyafananie. Wakati mwingine tuyaepuke atakayoyafanya ambayo sio sahihi. Sasa kipindi hiki Mungu anatufundisha kupitia maisha ya Yusufu katika mlango wa 42 na milango iliyotangulia. Kwa ufupi tu okay, tuende katika labda hoja kubwa kabisa kuliko zote ni hoja kubwa ya msingi. Picha kubwa tuliyojifunza ni tuliyosoma humu ni nini na tutakayojifunza. Tunaweza kusema kichwa cha somo la leo ambacho tunaweza kusema kwa kweli ndio ujumbe mkuu ni upatanisho huja wakati wa tatizo. Tutaona ni kanuni ya kimungu kwamba watu wanaweza kugombana, watu wakatofautiana, lakini likija tatizo, ndani ya lile tatizo ndipo mapatano yanatokea. Amen. Mungu anaweza pia akapatanisha hata wakati wa amani, lakini sehemu kubwa matatizo yanapopata watu wawili waliogombana au makundi yaliyogombana, ndani ya matatizo wanaweza wakajikuta. Ni kama kwa mfano, nani alishawahi kuangalia TV, labda akakuta manyati mawili madume yanapigana mpaka yanatoana damu hicho na jasho. Alafu likatokea simba linataka kuwawinda. Vile vita huwa vinakoma, wanakimbia, na ikiwezekana yule simba wanaweza kumgeukia wakaanza kupigana na simba. Kwa hiyo wanakuwa marafiki, wanaacha kupigana kwa sababu tatizo la simba limekuja. Na mambo haya tunaona katika Biblia ndiyo ambayo yanatupata pia. Wakati mwingine tutakapokuwa tunapitia katika baadhi ya matatizo, Mungu anaweza kutupisha kwenye matatizo kwa makusudi mengi. Wakati mwingine matatizo mengine tunayachagua wenyewe tunayapitia. Lakini jinsi tunavyoendelea kumkaribia na kumlingana Mungu, basi matatizo ya kujitakia yanapungua, yanakuja tu machache yale yanayokuja kwa makusudi ya Mungu. Kusudi mojawapo la Mungu linaweza kuja katika matatizo yetu ni kutupatanisha. Tunaweza kwa labda tumegombana ndani ya familia, ndani ya ndugu kama hawa wawili, mtu na ndugu zake wamegombana. Tatizo la njaa linakuja, linapiga huku na huku, humo katikati tutakuta kwamba anatoka wakiwa wamepatana. Kama wangeendelea kubaki katika raha zao, huyo akabaki Kanani kwenye maraha, na akabaki Misri kwenye maraha, yamkini wasingeweza kukutana. Lakini njaa hii ndio itawakutanisha. Kwa hiyo tunaona kwamba kuna kutengeneza, kuna kupatanishwa, kuna kusikilizana, matatizo yanakuwa yametupata. Ni kanuni kubwa ya kimungu, na kuna kanuni nyingine kama hizo, lakini hiyo tutaiona leo. Na sasa tunaona kwa ufupi tu kabla ya kwenda sasa katika ngoja niende katika zile kwa ufupi tu. Tutaona hoja 4 au 5, nadhani ni 5. Hoja 5 zote zinafanana kwa sababu kisa ni kimoja, za hali ya kupatana kati ya watu waliogombana. Tutaeleza ni akina nani. Kwa watu wengine Biblia huwa bahati mbaya hawaisomi. Sio bahati mbaya, ni kwa makusudi au basi hawakubahatika kuijua, lakini tutaieleza tu kwa maneno mepesi. Kwa hiyo tutaona hoja ya kupatana. Lakini ya kwanza hiyo, pia tutaona hoja ya kupatana katikati ya matatizo. Tutaona hoja nyingine muhimu ya kwamba watu wanapokuwa wamegombana au wametofautiana, yule mwoneaji, yule mwenye kumwonea mwenzake huwa anawahi kusahau. Yule aliyeonewa huwa hasahau mapema. Yaani mtu anaweza kusema wewe jana tu nimekuumiza kwa bahati mbaya, bado nakumbuka tu. Yule aliyeumia, yule aliyepigwa, huyu Yusufu, utajikuta bado anakumbuka waliomuudhi, waliomtesa nukta kwa nukta. Lakini yule aliyetesa mwenzake anamlaumu huyu kwamba bado nakumbuka. Lakini utaona ni sahihi. Unapokuwa umeteswa,
kuendelea kukumbuka tutaona hakuna kosa. Kosa ni kulipa kisasi. Amina. Hoja ya tatu tutakayoona ni katika kupatana mara nyingi kunakuwa na kugombana. Na hawa unaweza kusema mbona tunaongelea vitu vigumu? Ndio vimeandikwa leo. Leo ni sura ya watu waliogombana, waliomuuza ndugu yake, wamemuuza Yusufu. Sasa wako wanakutana. Kwa hiyo tunaona hoja nyingine katika kugombana huku, Biblia inasema au hoja inasema tutaona hoja ya kukutanishwa na maovu au na mema yetu ya nyuma. Unaenda unafanya jambo baya au wakati mwingine zuri. Halafu unakaa miaka, kwa mfano hapa tunaona imeisha pita miaka kama 27, tutaipiga mahesabu tuone imefikaje miaka 27 tangu amuuze Yusufu na wanakutana naye kwa mara ya kwanza. Baada ya miaka 27 vile vitu hivyo vifanya unakuja unakutana navyo mbeleni wakati ulifanya kule nyuma. Kwa hiyo wakati mwingine tulijue hilo na ndiko kujifunza ndugu zangu na kujua kwamba mtu mwingine anaweza kufanya jambo akasema limeisha. Hapana, unajikuta unakuja kukutana nalo. Kama ni nzuri unakutana na matokeo mazuri. Kama ni baya unakutana na matokeo mabaya vile vile. Kwa hiyo tusifikiri kwamba tunaishi leo, tunaishi pia na sehemu ya kesho. Tutaona pia hoja inayosema huwa kuna adhabu. Kwa mfano hao watu walimuuza hawa wana wa Yakobo wale 10 kumtoa Benjamini. Walimuuza ndugu yao. Ni kosa kubwa baya. Wakamtesa baba yao, wakamtesa huyu. Lazima wapate adhabu. Na kama kusingekuwa na adhabu tu kila wakati Mungu anasamehe maadhabu, wale wanaokosewa wangeumia sana. Kwa hiyo lazima wakati fulani tutaona wanafungwa hawa. Wanakaa kwenye kifungo japo hakilingani na adhabu yao na kosa lao. Kwa hiyo tunaona hoja ya adhabu, lengo la adhabu ni kutukumbusha makosa yetu na kuyajutia na kuyaacha. Lengo la adhabu inakuja. Na hoja ya mwisho kabisa ni inamhusu baba yao. Baba yao wana wa Yakobo mwenyewe inayosema kuwa na hofu na mambo ambayo hayatatokea. Na hili ni tatizo wa Kristo. Wakristo huwa tunakuwa na hofu ya mambo mengi na ukiona hofu ya mambo kama 10 unaweza kukuta labda katika 10, 8 au 7 au hata 9 hayatokei hata siku moja. Unakuwa tuna hofu nayo mpaka yanapotelea huko. Tutaona hiyo hoja nayo. Haifanani sana na hizo lakini kwa hiyo tuje katika sasa zile hoja 5 na tuanze kusoma huu mlango kwa undani zaidi. Hiyo ilikuwa napitia tu kama ufupisho. Ama kama muhtasari. Hoja ya kwanza tunayoona. Kwa hiyo kabla ya kwenda kwenye hoja samani ndo tumeona kwamba kisa chenyewe kuna Yusufu aliuzwa kwenye mlango wa 37. Aliuzwa na hao ndugu zake. Alikuwa na miaka 17. Alafu miaka 30, alipokuwa na miaka 30 ndipo alipotolewa gerezani akaenda kuwa mtoto kwa wa pili kwa cheo kwa Farao. Farao anasema, Biblia inasema tuliona kwenye mlango 40-41 anasema Yusufu alikuwa na miaka 30. Kwa hiyo kutoka miaka 17 ilikuwa imepita miaka 13 hapo. Sawa? Halafu tunaona kwamba kulikuwa kuna miaka 7 ya shibe iliyokuwa imetabiriwa ikapita. Kijumlisha na 13 inafika 20. Haya. Halafu sasa wako kwenye miaka 7 ya njaa. Sasa hatujui alikuwa mwanzoni au alikuwa mwishoni. Mpaka njaa ishapiga wakaamua waende kaimee nchi nyingine, ishapita miaka 3-4. Kwa hiyo tuko kwenye miaka kama 25 mpaka 27 hivi tangu Yusufu auzwe. Muda mrefu lakini ule upatanisho, ule ugomvi unarejelewa na upatanisho pia unatokea. Hakuna kitu kizuri kama upatano. Sasa tuje katika zile hoja. Hoja ya kwanza tulioiona humu inasema Mungu huleta tatizo, ndio ile inayobeba ujumbe mkuu. Huleta tatizo kwa lengo la kupatanisha. Akiona kuna watu wawili wanagombana. Unajua kuna watu wengine wanagombania utajiri, mshaiona hilo? Hivi labda ni ndugu. Wanagombania mali. Ndugu wanagombania mali ni wachache ni wengi. Mume na mke wanagombania mali wengi. Sasa njia rahisi ya Mungu unajua ni nini? Ni kuziondoa zile mali kukaja njaa. Wakaanza kupambana na hali zao.
Kwa hiyo Mungu wakati mwingine analeta tatizo, tutaliona. Hizi kanuni za Mungu tuzikubali, ziko kwenye Biblia. Mungu wakati mwingine analeta tatizo ili kusudi ndani ya ile tatizo kutokee kutengeneza, kutokee kupatana. Kutokee kupatana. Twende katika mlango ule wa 42 pale. Tulishausoma lakini tusisitize mstari wa 3 na wa 6 anasema hivi, mstari wa 3 na 6. Anasema basi ndugu 10 wa Yusufu wakashuka Misri wanunue nafaka. Mstari wa 6 naruka kidogo. Naye Yusufu alikuwa ni liwali juu ya nchi, ndiye aliyewauzia watu wote wa nchi. Nao ndugu zake Yusufu wakaja wakainama kifudifudi mbele yake. Kama kusingekuwa na njaa hii, ili tukio la hawa watu waliomuudhi na kumtesa Yusufu la kumuinamia lisingeweza kutimia. Sio rahisi. Wangekuwa katika raha zao. Kwanza wasingekuja Misri. Lakini pia na tutaona ni mwanzo tu, baadaye kutakuwa na mpaka watakumbatiana, watalia, watarudiana na wataishi pamoja tena. Ile njaa ukitafuta faida ile njaa iliyopiga nchi ile. Lengo la kwanza la ile njaa tuliona ni la kumuinua Yusufu, kutimiza zile ndoto alizoziota nyuma, wakazikataa ndugu zake. Na hata babake akawa amezikataa kidogo. Lakini lengo la pili, hii njaa ilikuwa na malengo mengi sana. Wakati mwingine tunaweza kupata matatizo ukafikiri yamekupata tu, lakini ukakuta inakuletea vitu vitatu, 4, 5 unakuja kuvigundua baadaye sana. Unakuja kuvigundua baadaye sana. Hivi kwa mfano tujiulize, mtu labda uko mpanda unasafiri kwenda sehemu. Alafu ukafika ukajikuta gari limekuacha. Ukalia ukaona ni tatizo, nauli ukajiuliza labda nauli umekopa na nini. Alafu ikatokea likafika njiani likaua. Ilikuwa ni tatizo lakini ukakuta ndio njia ya kuponea huko. Sasa leo sio katika muktadha huo lakini katika muktadha wa watu ndugu waliokuwa wamegombana hawajaonana miaka yote wanakuja kupatana. Kwa tunaona hiyo hali ya njaa nani. Twende katika sasa katika kule kupatana inaanza na kutimiza ndoto ya Yusufu. Yusufu aliwahi kuota kwamba alikuwa kama na nyota yake ilikuwa imeinamiwa na mwezi ambao ni mama yake na jua ambao ni baba yake na nyota zingine 11 ndugu zake 11. Sasa haya mambo yanakuja kutokea leo, yanatimia leo. Mtu angalie tuende katika kitabu cha Ufunuo mlango wa 2. Ufunuo mwisho kabisa, tuko mwanzo tunaenda mwisho kabisa wa Biblia. Ufunuo mlango wa 2 tusome ule mstari wa 9. Nitakwenda haraka kidogo kwa ajili ya muda. Ufunuo 2:9 Biblia inasema naijua dhiki yako na umaskini wako lakini tajiri. Najua matukano ya hao wasemao ya kuwa ni Wayahudi nao sio bali ni sinagogi la shetani. Niko kwenye mlango wa ngapi nimesema? Wa 2. Mlango wa 2. Nilikuwa okay, hizi ni jumbe kwenye zile yani makanisa 7 yaliyoko Asia au Asia. Nitaomba uniangalizie, nafikiri kwa umenukuu vibaya kwa sababu jumbe zinafanana. Ni pale anaposema kwamba nitawafanya hao walio sinagogi la shetani waje kusujudu mbele yako. Uko katika mlango wa 2 na wa 3 hapo. Tutakuwa wakati tunatafutia tutaendelea. Kwa hiyo Mungu anatuambia hivi. Tunaona kwamba ndugu zake Yusufu wanakuja kusujudu kwake. Watu waliomuuza. Na je, walimuuza kwa makosa? Alikuwa amewafanyia kosa gani? Hapana. Ilikuwa ni wivu. Na tunaona Yusufu ni taswira ya Kristo. Kristo alikuwa na mpango mpana wa wokovu, lakini kuuzwa kwake kulikuwa kuna hila nyingi sana ndani yake na kuuawa kwake. Kwa hiyo tunaona kwamba mtu anapoteswa kwa ajili ya Kristo, kwa ajili ya wema, akasimama na Mungu, watesaji wake Mungu kwa majira na nyakati, inaweza kupita miaka 20 na ngapi na 7 tunayohesabu hii. Mungu huwa pia anawaleta watesi wake kwenda kusujudu kwake. Umeshapata ule mstari?
kuanzia mstari wa 7. Ni nyuma kidogo Kanisa la Philadelphia, mlango wa 3. Asante. Tutende pale. Anasema na kwa malaika waliokanika katika kanisa la Philadelphia andika. Haya ndiyo asemayo yeye aliye mtakatifu, aliye wa kweli, aliye wa ufunuo. Tutende mstari wa 9 anasema hivi. Tazama nakupa walio wa sinagogi la Shetani wasemao kwamba ni Wayahudi nao sio bali wasemao uongo. Tazama nitawafanya waje kusujudu mbele ya miguu yako na kujua ya kuwa nimekupenda. Ni nani ambaye leo hii jamani dunia imejaa dhuluma? Kabisa. Dunia ina dhuluma haina dhuluma. Na sisi wenyewe tulioko hapa ni wadhulumuji. Ila njia pekee ya kuishinda hiyo dhuluma inayoongezeka dunia ya maasi, anasema kwa sababu anasema siku za mwisho tunazokuwa tunaishi, anasema kwa sababu ya dhambi kuongezeka duniani upendo wa wengi utapoa. Watu watakuwa hawana upendo, wanadhulumiana kabisa. Leo hii kuangalia watu wawili wanaopendana kwenye ndoa baada ya mwaka mmoja, mitatu, mitano, maisha wanayoyaishi, dhuluma wanazodhulumiana. Sio makusudi kabisa ile ndoa ya kwanza aliomba Mungu, aliyesema kwamba huyu mtu ajitosheleze nitamwombea msaidizi wake. Imekuwa sio ndoa ya Mungu tena. Nani anasema kwamba nimehubiri tofauti? Ndivyo ilivyo. Sasa njia pekee ni kuja hapa na kusikia maneno ya Mungu na kutengenezwa kila kuitwapo leo. Haitoshi kwenda kanisani na kuruka bwana. Vile vyote ni uongo tu. Ndio matokeo yake ndio dunia unayoiona tunayoishi. Tunaishi kwenye dunia iliyojaa dhuluma na dhuluma kubwa iko katikati ya Wakristo. Dhuluma iliyoko katikati ya makanisa haiwezi kulinganishwa na dhuluma iliyoko katika labda mitaa ya kule Zanzibar ambapo hakuna hata makanisa, kuna misikiti. Kwa hiyo ni neno la Mungu pekee, sio kanisa, sio majengo ya kanisa. Sio zile taratibu za kanisa na kuingia na kupiga magoti na kusimama na kusalimiana kwa upole, hapana. Ni neno la Mungu linalokuja linaitwa upanga, linakuja na kata. Alafu tunabaki tukiwa wasafi. Ni kama mtu ukikutana na poli baya, hakuna njia, hakuna nini. Ukitaka kutengeneza njia mambo yaende vizuri, chukua panga kali, anza kuchana, alafu tengeneza. Kwa hiyo Mungu anatuambia kwamba tutakapokuwa tuko kwenye hali ya kuteswa au mtu akiwa kwenye hali ya kuteswa na akiwa amemtumania Mungu, akiwa amesimama kama Yusufu, itafika wakati na majira kwa makusudi ya Mungu na kwa mpango wa Mungu na kwa namna ya kimungu atawaleta wale watesi wasujudu mbele yake. Leo hii njaa inawafanya watu waliomtesa ndugu yao kiasi kile waende wakasujudu. Na baadaye watafungwa na huyo. Sio katika ubaya, ni katika kuwanyoosha. Mimi niwaambie kama nikiri kabisa niko hapa, nasema ukweli. Lakini lazima nianze kujihubiria mimi. Kama kuna kitu kibaya nilicho nacho kinachomuudhi Mungu, ikinibidi kwamba niende gerezani nikafungwe ili kusudi nikitoka nije nimenyooka nimempendeza Mungu, na iwe hivyo. Kuliko kutupa katika jehanamu ya moto. Na iwe hivyo. Kwa tunaona kwamba hawa watu ili tatizo limewapata ni njaa, imewatoa nchi mbali. Linakuja kuwaletea faida. Wanatengeneza na Mungu wao. By the way, tunapowakosea watu wanapotukosea, kosa kubwa sio kwa wanadamu, kosa kubwa ni mbele ya Mungu. Kosa kubwa ni mbele ya Mungu. Kwa hiyo tunaona hiyo kwamba Mungu huwa tunapompa nafasi tukamsubiria Mungu, tukamlingana Mungu, najua ngoja niseme pia huwa sio rahisi kuachilia mtu aliyekutesa. Ni vigumu sana. Hasa kama anaendelea kurudia kufanya vile vile. Yaani kama kakidonda kanaanza kama kupona akakakoroga tena. Utaumia. Lakini kwa kadri neema ya Mungu inavyotufunika na kwa kadri angalau kile kidonda kitakapokuwa hakiendelee kuchokonolewa, tujifunze vile vile kukiacha kile kidonda kipone. Afu tumwachie Mungu, atashughulika na yeye kitengeneza kile kidonda. Amina. Lakini wakati huo na sisi wenyewe tukiwa tunajitahidi kuwa wasafi ili kusudi tusije tukawachokonoa wengine na kuwatesa wengine. Haya mambo tunasoma tunaona ya kawaida, lakini ujiweke katika nafasi ya Yusufu, matokeo mambo yaliyompata kumngoa katika nyumba baba yake, wakamuuza, akawa mtumwa, akawa mfungwa, akawa katika nchi ya kigeni, akalazimika kujifunza lugha ya kigeni, anaongea kwa kupitia mkarimani na nini miaka yote hiyo.
Na hiyo nchi yake alirudi kidogo kwenda kuna kitu alienda kufanya, lakini kimsingi ni kama hakuwahi kuiona tena nchi. Alipoondoka kwa kuuzwa ndivyo ndo habari hiyo, ndo mwisho. Akahamishwa. Anaenda uhamishoni. Kwa hiyo hapo tulikuwa kwenye Ufunuo 3:9 baada ya Ufunuo 2:9. Anasema ukisoma sitaenda huko kwa ajili ya muda, lakini tunajua. Ukisoma katika Luka mlango wa 15 nitaeleza tu. Luka 15 kuna mwana mpotevu. Nani anamkumbuka? Wale wana wawili. Mwana mpotevu aliondoka akamwambia babake, nipe urithi wangu, ni kama anamua kabla ya muda, akaondoka zake. Akafika kule, kitu kilichompatanisha na baba yake na Mungu wake ni nini? Njaa. Mungu alileta ile njaa ili kusudi ile dogo bwana mdogo arudi, akatengeneza kwanza na Mungu, baadaye akaenda kwa baba akasema, baba, yani naomba nisiwe hata mtoto wako. Wewe nifanye tu mtumishi, lakini nishibe. Nilikuwa nakufa, nilikuwa nakula na nguruwe, nilikuwa najishibisha maganda. Je, kati ya shibe aliyokuwa nayo yule kijana mkosefu, ambayo ni taswira tumemkataa Mungu, na hii njaa inayompatanisha na Mungu ikamrudisha katika shibe ya kweli ya baba, kipi ni kizuri? Ni hii njaa ya pili au ni ile shibe ya kwanza aliyokuwa nayo? Njaa ya pili. Tunaona tatizo linamrejesha mtu katika mstari na anarejea kweli kweli. Jamani, tunapopitia kwenye taabu siku nyingine, Biblia inasema twende pale, twende katika Zaburi ya 119 mstari wa 71. Biblia inasema hivi. Zaburi ya 119, hii ndio sura ndefu kuliko zote kwenye Biblia yote. Ina mstari 176. Mstari 176 ni kitabu cha kujitegemea. 109 mstari wa 71 Biblia inasema hivi. Huyu ni Daudi mfalme. Jamani, tufike sehemu fulani tufikirie kibiblia. Biblia ndio kweli ya Mungu iliyopo pekee. Inasema hivi. Daudi anasema ilikuwa vema kwangu kuwa na aliteswa nipate kujifunza amri zako. Leo hii watu tumeshindwa kujifunza amri za Mungu. Tunaona ni kama amri za dikteta, za mtu muovu, kama Mungu mbaya asiyetupenda. Sehemu nyingine anasema anatupasue vifungo vyake kwenye Zaburi ya mlango wa 2 ili kusudi tuwe huru tukalewe, tukazini, tukachafuke, tukafanye kile kibaya. Lakini Daudi anasema mimi kule kuteswa, kuna mateso yamempata. Daudi alipitia mateso mengi. Kwa hiyo mimi na wewe tukipitia kwenye mateso tusije tukasema tuko peke yetu. Tumeyapitia. Tutakuwa tunapitia alikopitia Kristo, alikopitia yote yule kwenye Biblia. Kila mtu mwema kwenye Biblia anapitia kwenye mateso. Hao watu wanaowaambia tunaishi kwenye furaha ya nini kwenye karne ya 21 pekee yetu. Biblia haikuwa hivyo, agano lolote la kale, la jipya na nini. Kwa hiyo Daudi alipitia mateso, anasema kuteswa kwangu kulinisaidia kutengeneza na Mungu wangu. Unajua mateso yanatufundisha yanasaidia hayatufundishi kutengeneza na wanadamu, pia yanatufundisha kutengeneza na Mungu wetu. Ndio sio? Na tukisha tengeneza na Mungu, yale mateso tutasahau. Yale mateso tutayasahau. Mfano mzuri tu ni naweza nikachukua kwa kina mama. Katika vitu ambavyo ni vigumu. Sio hatari, ni vigumu tu, vimeumbwa na Mungu katika ugumu wake na mateso makubwa. Ni pamoja na kuzaa mtoto. Tukio ambalo sio la kawaida kabisa. Ninaamini ndio maumivu makubwa kabisa mwanadamu anaweza kupata zaidi ya kukatwa kisu. Lakini katika tabu hiyo Mungu akasema pana ndipo nitakapoleta kitu atakachokipenda kuliko vitu vyote. Leo hii ukiona kina mama hawapendi watoto wao, ujue wamebadilika, sio wana akili za dunia hii lakini sio za Mungu. Kwa hiyo mateso yale ndio yanakuletea kitu kizuri. Sifundishi somo la mateso by the way. Nafundisha vitu vingi. Leo hii Mungu anaweza kutumia ugonjwa, anaweza kutumia njaa, anaweza kutumia hata msiba na vifo. Anaweza akatumia majanga mbalimbali, anaweza kutumia faraka katika familia na jumuiya, na hata kufukuzwa kazi na vitu vingine na matatizo ili kusudi tuweze kutengeneza na Mungu na tuweze kutengeneza. Sio njia ya kwanza ya Mungu anayotumia. Njia ya kwanza Mungu anataka tutengeneze katika amani. Lakini kwa sababu mara nyingi katika amani huwa wanadamu wengine hawako tayari kutengeneza, basi Mungu anaenda hatua ya pili. Anaenda hatua ya pili. Lakini pia wakati mwingine mipango yake siwezi nikamsemea.
Kwa mfano kama hawa jamaa walikuwa sio kwamba hawa ndugu zake Yesu, sio kwamba alishakataa mara ya kwanza. Lakini anaona hawa watu wa Kanaani wako nchi nyingine. Huyu yuko Misri watapatanaje? Ngoja tulete njaa hapo katikati. Ndio njia pekee. Tutaendelea. Kwa hiyo Mungu anaweza, kwa hiyo hoja tunayosoma ni kwamba Mungu huleta tatizo kwa lengo la kutengeneza, ili kusudi kuwepo kutengeneza. Kusoma katika kitabu cha Mhubiri mlango wa 7, Mhubiri 7, mtende pale 7:3 anasema hivi. Kitabu cha Mhubiri 7:3 anasema hivi, tujifunze Biblia yetu tuijue jamani. Na hakuna kitu kizuri unaweza kupata duniani zaidi ya kujua neno la Mungu. Mhubiri 7:3 anasema hivi. Anasema huzuni ni afadhali kuliko kicheko. Ukiambia dunia maneno kama hayo wanakuona wewe ni tahira. Lakini amesema na Biblia kuiambia dunia ya leo, dunia ya sherehe na kuserebuka. Uambie huzuni ni bora kuliko vicheko. Uambie Wakristo wa makanisa haya ya mwendo kasi watasema hilo neno umelitoa kuzimu. Hadi kwenye Biblia hii. Mungu ametuumba ili kusudi tufurahie. Sawa, Mungu ana wakati wa kutupa furaha. Lakini katika jumla ya mahesabu anakuambia huzuni ni bora kuliko kicheko, maana anatoa sababu ni yake ni nini? Maana simanzi ya uso, uso unapokuwa kwa majonzi umainama ufanye nini? Ni faida ya moyo. Moyo unatengeneza kwenye huzuni ya uso. Hii njaa iliyowapata hawa ndugu, naamini waliacha watoto wao wakiwa wanaugua unyafuzi hao. Na wakacheleweshwa na wakafungwa huko. Lakini baadaye wanakuja na chakula. Lengo lake kubwa, faida yake lileta kutengeneza na ndugu yao. Na angalau wakamuona basi. Na mzee Yakobo naye akaenda kaburini akiwa amefurahi kuona mtoto wake akiwa bado tena akiwa mtawala sasa. Unajua baadaye Mungu anamuinua. Kwa hiyo tunaweza kaenda sehemu nyingi. Anasema ningeweza kwenda sehemu nyingi, naogopa kuingia kwenye hoja mpya, lakini ndani ya hoja hii kuna hoja ndogo ndani yake. Na naigusa tu na wala ningeweza kwenda Ibrania, Mithali, Ufunuo. Lakini labda twende Ufunuo 3:19 sehemu moja tu tuisome. Ufunuo 3:19 sehemu moja tu tutaisoma. Ufunuo 3:19 tusome pale. Sehemu moja tu. Sitaki kuanzisha hoja mpya ndani ya hoja. Inasema mstari wa 19 anasema hivi. Wote ni wapendao mimi na wakemea na kuwarudi, basi uwe na bidii ukatubu. Mungu anasema akimpenda mtu, huyu ni Mungu anaongea, huwa anawakemea. Na akishamaliza kuwakemea anawarudi. Kurudi kimsingi ni kuchapa na kumwadhibu. Mungu anasema by the way ndio kipimo kikubwa. Na hili ni somo nitakuja kulifundisha sio muda, maybe labda ni wiki baada ya wiki ijayo. Baada ya wiki. Lakini tunaona kwamba kuna watu wengi ambao wanarudiwa na Mungu kwa lengo, kwa sababu Mungu anawapenda sana. Mtoto sio mpenda humrudi na mwacha tu. Hata akija kesho. Kwani kwa mfano akaenda akawa kibaka akapigwa akafa. Sina cha kupoteza. Lakini kama unakapenda, utakachapa mapema ili kusudi kanyooke kasije kakapigwa na dunia. Mungu anasema mimi ukiona ninakupenda ujue na wanadamu yote yule ni mkosaji, lazima akifanya kakosa ni mchape ili kusudi anyooke. Ili kusudi tutembee na Mungu wetu vizuri. Hiyo ni lakini ni fundisho ambalo huwa halikubaliki na makanisa yote Tanzania nzima. Kwa hiyo hilo fundisho liko kwenye Biblia tu na hapa kanisani. Sehemu nyingine halipo. Hapa Tanzania. Hoja ya pili ni kwa hiyo nimefupisha, inasema mwenye kutenda husahau mapema. Yaani watu wanapokuwa wanakorofishana, wanaoneana, wanaumizana, yule mkorofi yule mara nyingi watu hawagombani 100%. Hata kwenye ngumi huwa kuna mshindi na anayeshindwa. Ni mara chache sana utakuta wametoka draw. Hata kwenye timu, yule anayeumiza mwenzake kwa kawaida ana tabia ya kuwahi kusahau. Anajifanya yani, na akiona mwenzake bado anaumia, anajuta, anasikitika, na dai haki, anamuona mtu mbaya na anaweza kaanza tena kamuonea mara ya pili. Yaani tumegombana mwaka jana bado unaumia. Unasema ndio. Na tutakuja kuona hili ni jambo ambalo tunatakiwa tujifunze katika kipindi ambacho kimejaa maumivu. Ila muda wa kuomboleza maumivu na mapigo na maonevu ya mtu au ya wanadamu au ya dunia tu. Muda wa kuomboleza
Mtu asikwambie kwamba unatakiwa uishe mwaka huu. Wewe umeshasahau, hapana. Muda wa kuomboleza unasaidia kulainisha moyo. Muda wa kuomboleza. Mradi tu usifike sehemu ukajidhuru au ukalipa kisasi, lakini unapokuwa unaomboleza hasa ukiwa mbele za Mungu ndiyo njia pekee ya kupoza maumivu mpaka yakaisha. Lakini kujifanya unakatia katikati ukaanza kujifanya unacheka ukasahau haraka. Siku ya kiibuka unaweza kudondoka chini. Tutaliona hilo, ni kanuni ya Mungu. Muda wa kuomboleza ni muhimu uwe mrefu vya kutosha. Mtu anakutesa mwaka huu unaomboleza miaka 5 lakini hulipi kisasi. Na unakuwa unaomboleza mbele za Mungu. Ndivyo ilivyo kibiblia. Mpaka Mungu atakapowaleta kina Manase na Efraimu miaka 27 baadaye ndio wanakuja sasa kutuliza yale maumivu ya kuuzwa na kuteswa na kuonewa na kusingiziwa na kufungwa na kufanywa kila kiovu na Mungu mpaka lazima alete kitu fulani cha kupoza na kufuta yale matatizo na huwezi kumlazimisha Mungu atakileta lini. Tusome mstari ule wa 7 mpaka wa 9 anasema hivi, sura ya leo. 7 mpaka 9 anasema hivi. Yusufu akazikumbuka zile ndoto alizowaotea, wamefika kwake katika kutafuta chakula, ni kama wanakinunua lakini pia ni kama kujishusha ili kusudi waweze kuhudumiwa. Unajua ni kama wakati ikitokea chakula kama hakipo, unaweza kuwa na hela lakini ili kusudi uuziwe au wakati kwa mfano wakati wa zamani wakati vitu madukani havipo, unatakiwa uende ujisemeshe vizuri, yamkini hata ukipata kidogo ukirudishe kwa yule ili kusudi uuziwe. Sio upewe bure. Sasa wako wanajishusha kwa bosi, yeye mstari wa 9 anasema Yusufu akazikumbuka zile ndoto alizowaotea, akawaambia wapelelezi ninyi mmekuja ili muone utupu wa nchi. Wakamwambia hasha bwana, watumwa wako tumekuja ili tununue chakula. Sisi sote tu wana wa nimeenda mbele zaidi. Turudi nyuma kidogo. Tuanzie mstari wa 7. Tuanzie 7. Anasema hivi, huko tutaona mbele. Anasema Yusufu akaona nduguze akawatambua lakini alijifanya kama mgeni kwao. Akasema nao kwa maneno makali, akawaambia mmetoka wapi ninyi? Wakasema tumetoka nchi ya Kanaani ili tununue chakula. Yeye anawatambua, wenyewe hawamtambui. Taswira yake ni nini? Taswira yake ni kwamba wao baada ya kumuuza hawakuwa na maumivu, hayakubaki popote kwenye mwili wao. Walisahau moja kwa moja. Na wanaendelea kusema amekufa. Walisema sisi ni watoto wa baba moja. Tuko 11, mmoja alishakufa. Ambayo ndo wanamwambia yeye. Bado wanaendelea hata kujidanganya wenyewe, walikuwa wanajua kwamba hakufa. Kwa hiyo wanaendelea hata kudanganya. Kwa hiyo wao tu hawajali kilichotokea, lakini yeye anawakumbuka. Vizuri tu. Macho ni yale yale. Wao ni wengi, yeye ni mmoja. Wangeza hata kumshana hivi huyu sio Yusufu. Yeye yuko peke yake anakumbuka, atasema yule Simeoni, yule Yuda, yule Ruben, hawa wana wa Abili, hawa wana waziri pana nini? Anawakumbuka. Taswira yake ni nini? Aliyeteswa hasahau haraka. Kwa hiyo na tukitokea tukamtesa mtu tukaona bado anakumbuka, tusije tukamlaumu sana, ndio kanuni. Ni nani anadhani kwamba kati ya watu mmoja wakigombana lakini mmoja akamwonea mwenzake, unadhani wote watasahau wakati mmoja? Hapana, mwenye kutesa watakumbuka muda mrefu. Tusome mstari ule wa turudi nyuma kidogo, mlango wa 27 kitabu cha Mwanzo. Mlango wa 27 anasema mstari, mtu anaweza kusema sasa lengo la somo hili ni nini? Lengo la somo hili ni Mungu aliyeliweka. Lakini makusudi ninayoyapata ni kujifunza na kujua kweli, nayo kweli katufanya huru. Na ikatufanya pia kujifunza kuishi katika ulimwengu uliojaa dhuluma. Na usije ukatusha kama yalimpata Yusufu yatakupata wewe na mimi. Kama walimuuza Yusufu na sisi tunaweza kumuuza mtu mwingine. Mlango wa 27 mstari ule wa 43 44 Biblia inasema, mstari ya mwisho mlango wa 27 anasema hivi. 43 44 anasema hivi. Na sasa mwanangu, sikia sauti yangu, uondoke ukimbilie kwa Labani ndugu yangu huko Harani,
ukae kwake siku chache hata ghadhabu ya ndugu yako igeuke. Huyu ni Rebeka anamsaidia mwanae Yakobo kuiba mbaraka wa Esau na anafanikiwa. Na ilitokana na Esau pia kutokufunga mlango. Naye alikuwa ameachilia mali zake zikaibwa. Mbaraka wake ukachukuliwa. Rebeka yuko kwenye kundi la kuonea hapa. Anamwonea mwanae mmoja wapo. Hiyo inatokea tulishausoma wasirudi kwenye. Anamwambia kimbilia kwa mjomba wako Labani. Ukae huko tu siku chache huyu atakuwa shasahau utarudi. Huyu kwa sababu ndio waoneaji wanadhani kwamba labda ndani ya miezi 6 mwaka Esau atashasahau. Lakini tunaona Yakobo anarudi ameshazaa watoto wake wote kutoa Benjamini, anakutana na Esau bado anakumbuka hivi mchana kweupe. Amina. Kwa hiyo tunaona kwamba watu wanapokuwa kwenye upande wa kutesa wanadhani kwamba kesho utakuwa shasahau. Hapana. Kabla hatujaanza kuwafanyia watu kitu kibaya pia tujue kwamba kuna kumbukumbu. Kwamba kuna kumbukumbu. Na hapa naomba tuwe na tabia moja pia ya kuwa wazi kwamba hakuna somo kama hili. Biblia ni kubwa sana, haina uwezo wa kumsema mtu mmoja hata siku moja. Inasema hoja za Mungu, alafu watu wanajikuta tu wameangukia huko. Haina, yani Biblia haina uwezo wa kusema mtu mmoja haina. Nasema katika kitabu cha Efeso mlango ule wa 4 mstari wa 27. Sitaenda huko kwa ajili ya muda. Efeso 4:27 anasema hivi, iweni na hasira lakini msitende dhambi. Anasema jua lisikuchwe tukiwa bado na hasira. Hapa kukumbuka ni kitu kimoja na hasira ni kitu kingine. Mungu anatuzuia mara nyingi sana kuwa na hasira hasa za mambo yetu pekee yetu. Yaani mambo yanayotuhusu. Mtu anafanya kitu kibaya ukawa na hasira naye. Sio kosa by the way. Ila na likitokea kosa, Mungu ni kosa linalosameheka kirahisi sana na Mungu. Lakini pia Mungu anatudai. Mungu huwa na hasira au hana hasira? Kwa hiyo ni mkosaji sasa. Hapana. Kwa hiyo ni ile kosa ambalo wakati mwingine lakini hasira ya Mungu anatuambia tusiwe na hasira zinazotokana labda na kutendwa, tujitahidi kuziondoa. Anasema kama zimekutesa sana niletee mimi. Unikabidhi mimi ndo niteseke nazo. Kwa hiyo tunaona kwamba pamoja na kukumbuka miaka 20 ngapi inapita lakini tusiwe katikati ya kukasirika na kuumia na kupanga kisasi, hapana. Tuwe tunasema basi ukishindwa kuambia Mungu msamehe, mwambie Mungu shughulika naye. Kumwambia Mungu ashughulike naye sio kosa, kwa sababu utakuwa unampa Mungu kazi yake. Ni kama kumwambia Mungu unaomba baba yetu uliye mbinguni jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Ufalme wake upo lakini ni kama unaomba uongezeke. Huwezi kumwambia Mungu, huwezi kumleta Mungu sehemu yake. Lakini maana yake unaungana na Mungu katika kutimiza kazi yake ya kuwa duniani. Kwa hiyo vile vile hoja tuliyopata hapa katikati ni kwamba kukumbuka kwa katika kutendwa maana hakumaanishi tuwe na hasira. Amina. Kwa mfano ukisoma mstari wa 34 na 35 sura ya leo mbele 30 mlango wa 37 sitaenda huko. Mlango wa 37 mwishoni pale Yakobo alimlilia sana mwanae. Yakobo Yusufu alipomwambia wakamletea nguo ina damu, maana yake wakimaanisha mnyama amemlarua. Yakobo alilia peke yake muda mrefu na akaomboleza muda mrefu, akawa hana uwezo wa kutulizwa na kupozwa. Ndugu zake waliokuwa kwenye upande wa kutesa, kwa sababu ndio walikuwa wametoka kufanya lile baya, wao walisahau pale pale. Yaani wakaendelea na sherehe zao. Lakini Yakobo ambaye yuko upande wa mwanae anakumbuka. Hiki ni kipengele cha tatu, naona kwamba mtu anapokuwa ametendwa kukumbuka kwake kunachukua muda mrefu. Sikupata muda wa kukumbuka, lakini Yakobo anasema hilo tatizo atadumu nalo na hata sasa analirejelea alivyoambiwa kwamba wampeleke na Benjamini. Akasema jamani, hizi mvi nyeupe hizi mtazishusha kaburini baba yenu. Mateso haya nilio nayo. Soma mlango wa 42 mstari wa 9. Yusufu akazikumbuka zile ndoto. Na pia anakumbuka ndoto za Mungu. Mungu
hizi ndoto zinatimia baada ya miaka 27. Ni nani yuko tayari kumsubiri Mungu ndoto yake ya Mungu ametuahidia mambo mema ya mpendao? Ni nani yuko tayari kusubiri miaka hii siku kama 25 27 hivi? Ni nani yuko tayari kusubiri miaka 25 zile ndoto Mungu alizotuotesha kubwa zikatimia? Sio kazi rahisi. Jamani, wewe niwaambie kitu kimoja ambacho nimekisoma kwenye Biblia na ni kweli isiyopingika na kitu chochote na mtu yote. Ni kwamba tunapomtumainia Mungu, tunapomtegemea Mungu tukakaribiana naye hasa katika neno lake na huduma yake hii kama hii. Na kuhakikishia kila chochote ambacho Mungu anawapa watu wake wema. Hata siwezi nikamwambia atakupa baada ya miaka 2, 5, 7, sina hakuna Mungu hapo huwa ni siri yake. Lakini huwa anatenda. Kama ni mateso ya Ayubu huwa yanaisha. Kama ni mateso ya Yusufu huwa yanapotea. Kama ni mateso ya Daudi huwa yanaondoka mpaka anakuwa mfalme. Kuna wakati alikuwa anawindwa kama ndege. Yanaisha. Huwa yanaisha. Tuende katika hoja ya 3 na inayosema inasema kukutanishwa na maovu na hata mema yetu ya nyuma. Kwenye muktadha wa leo ni maovu. Wale watu walienda wakamuuza ndugu yao Yusufu, ni ovu kubwa lisio la kawaida. Wakafikiri ameisha, lakini wanapita mbele wanakuja kukutanishwa na lile tukio na madhara yake baadaye. So mstari wa 17 mpaka 18 anasema. Mlango wa leo. Akawatia gerezani siku 3. Yusufu akawaambia siku ya 3, fanyeni hivi mkaishi. Maana mimi namcha Mungu. Kama ni kweli ninyi yani na kuendelea. Sina muda wa kuendelea sana. Unaona kwamba wao ndo wana mstari wa 19 anasema hivi. Kuna tusome mstari wa 21 anasema wakaambiana kweli sisi tulimkosa ndugu yetu kwa kuwa tuliona shida za roho yake alipotusihi wala hatukusikia, kwa hiyo shida hii imetupata. Wala hawajamtambua wala hajawaambia mmenifanyia vibaya niko na nini, lakini walivyogundua tu kwamba wakaona wanachotendwa pale, wanapigwa lock up ugaibuni. Gereza sio zuri, hata kifungo cha masaa 3 tu kinatosha kumtoa mtu amechanganyikiwa akili. Lakini wao walikaa siku 3. Simeon alikaa muda mrefu zaidi. Simeon ndiye aliyebaki kama kikombozi, waenda wakamleta Benjamini. Alikuwa na shida tu na kumwona mtoto wa mama yake. Lakini bado ikawa pia inajibu adhabu. Wao wenyewe roho wa Mungu hawatakuwa waovu sana, ni kama sisi wote tu. Anawakumbusha kwamba haya yanayotupata ni kwa sababu ndugu yetu alitulilia akatusihi, hatukumwonea huruma, sasa haya mabaya yanatupata. Ruben anasema si mnakumbuka? Niliwaambia. Sasa haya mnaona yanatupata miaka 25 baadaye. Ndoto inatimia miaka 25 baadaye, hata zaidi. Lakini pia kwa hiyo matendo mazuri, matendo mabaya na vitu vyote unataka kukutana navyo baadaye. Unajua kuna watu ambao huwa wanavuna matatizo ya ujanani. Jinsi walivyoenenda ujanani wanakuja kuivuna uzeeni. Ipo ndio sio? Ndivyo ilivyo. Hebu jiulize, wanatokea kila mama fulani unakuta anaenda akipata nini kitoto anatoa mimba anatupa nini, uzeeni anakuwa hana msaada. Mfano. Hana msaada. Juzi nilikuwa nasoma nchi ya Hispania. Kuna mama mmoja alikuwa anaishi kwenye apartment, kwenye nyumba tu kama nyumba ya kupanga, lakini maalum kule Ulaya zipo. Kama unakuwa umenunua ndani ya jengo kubwa, chumba chako na majengo na sehemu yako. Anaishi peke yake, hana mtoto, hana mume, hana ndugu, anaishi na mapaka 7 ndo anatembea nayo, anasafiri nayo, anacheka nayo, anafurahi nayo. Akafa. Wanasema alikufa kwa ugonjwa labda corona. Yakamla. Yaani mapaka yakamla, yani walikuja wakakuta mbaki nywele sina na nani na nyaya. Lakini haukomba angekuwa ni mama aliyetumia ujana wake katika kulea na kutesekea watoto wake, angezeekea katika raha. Na yamkini hata njia anayoendea baada ya kufa sio salama kiafya, kiroho. Kadhalika, twende mbele zaidi. Kwa hiyo mtu anakutanishwa na matendo yake mabaya na mazuri yake
Biblia inasema katika kitabu cha Ufunuo mlango wa 14 anasema heri wafu wafao sasa. Anasema maana taabu zao tena hawatakuwa katika taabu zao, na anasema na matendo yao mazuri yanafuatana nao. Unajua kuna matendo mazuri kwa mtu aliyeokoka anayatenda duniani, kwa wakati mwingine kwa mateso, wakati mwingine kwa kujinyima, afu baadaye anakuja kukutana nayo kwenye uzima wa milele. Hilo nalo lipo. Kuna watu hivi, mtu ambaye anaishi katika kulewa, kuzini, kuchafuka, kutukana, kiburi na nini, atakuja kukutana nacho, atakuja kukutana na nini kule mbele duniani? Katika ulimwengu wa pili. Hana nakutana na adhabu kali. Jamani, tuwe na tabia pia ya kujifunza, kujaribu kukutana na kitu kilicho kujiwekeza akiba nzuri mbeleni. Hawa jamaa wao wanakutana na nini? Na kuuza mtu. Wale wana mateso kwa ndugu yao na wanakutana nayo. Lakini Yusufu sio mtu mbaya, anawafunga na nini? Lengo ilikuwa ni mpango tu wa Mungu kusudi dhambi zao walizozifanya nazo zilipwe. Unaona kwamba dhambi za mtu haondoki hivi, walimuuza ndugu yao kirahisi rahisi. Hatujaona miaka yote hiyo kuna kitu kimewapata, kinakuja kuwapata miaka 20 kitu baadaye, wanafungwa ugenini. Lakini vile vile dhambi yao hailingani na nini? Tulishaona Kristo ni Yusufu ni taswira ya Kristo. Wakati mwingine makosa tunamtendea Mungu anatupa adhabu vidogo visivyolingana na nini? Na makosa yetu. Vile vile adhabu hii ya kufungwa siku 3 hailingani na kazi na kumuuza ndugu yenu na kumtesa baba yenu miaka yote hiyo, lakini angalau kile adhabu kinawakumbusha mpaka kinawafanya wakumbuke. Unaona mabaya yanatupata, kosa tunamfanyia. Walikuwa hawajawahi kujuta huko nyuma, anajuta siku ya kwanza. Huko nyuma walikuwa wanasherehekea. Wanamwambia baba wewe unahangaika na moja, si tuko 10 hapa jamani, tuko 11 unaenda tena na Dina yupo. Na watoto wengine naamini wa kike walikuwepo. Kwa ajili ya muda naenda katika tusome sehemu moja tu ya kitabu cha Yeremia mlango wa 30 mstari wa 11. Nitabini nisiende zaidi kwa ajili ya muda. Yeremia 30:11. Naomba nisifungue pale nieleze tu. Yeremia 30:11 Mungu anasema tunapomkosea atatupa adhabu, lakini adhabu yake huwa ni laini, sio kubwa sana. Yaani makosa tumetenda Mungu Biblia inasema Bwana kama ungesema makosa yetu nani ambaye angesema mbele yako. Zaburi ya 130. Kwa hiyo kwa ajili ya muda tu tunaona kwamba sasa watu wanakutanishwa na makosa yao na inawasaidia pia kutengeneza kwa sababu ya ile adhabu na nini. Lakini twende katika hoja nyingine inayofanana na hiyo, hoja ya 4, ningesema ni hoja ya 3 inayoendelea, lakini kwa tufanye fupi inayosema adhabu hutukumbusha na kujutia makosa yetu. Unajua mara nyingi makosa tunayofanya binadamu ukipita hivi bila kulipwa ni vigumu, unaweza ukajikuta unarudia mara nyingi. Wakati mwingine Mungu anatupa adhabu vidogo kwa lengo la kutufanya tusirudie makosa. Kwa sababu makosa hampendezi Mungu. Tusome mstari wa 21 mpaka 24 sura ya leo anasema hivi. 21:24 anasema hivi. Wakaambiana kweli sisi tulimkosa ndugu yetu kwa kuwa tuliona shida za roho yake alipotusii wala hatukusikia, kwa hiyo shida hii imetupata. Kwa hiyo unaona shida inawafanya wakumbuke. Kwa mara ya kwanza, hiyo nishaisema. Twende katika kitabu cha Samuel wa pili mlango wa 12. Samuel wa pili mlango wa 12 mstari wa 13. Kwa ajili ya muda nayo sitaenda pale, nitaieleza. Daudi alikuwa ametoka kufanya kosa. Ametenda dhambi. Amemuua Uria mpiganaji wake. Yaani wewe ni mfalme, kuna watu wako wanamwaga damu yao na jasho lao, wameacha familia yao, wanapigana ili kusudi ule ufalme wako udumu. Unaenda nyuma, unamtamani mkewe, unatuma ujumbe au wawe kule ili kusudi uweze kumtoa. Na alikuwa na wake si chini ya 7. Kina Yezreeli, kina Ahinoamu, wake za Daudi walikuwa wengi. Na hii inaweza ikawa upande wote, wa kike na kiumeni.
wakikene sitaenda huko zaidi kwa sababu hilo ni hoja ambayo inajirudia mara nyingi hapa. Kwa hiyo kwa tunaona kwamba hizi adhabu ya kufungwa na mapigo wanayoyapata yanawasaidia angalau kukumbuka. Jamani, hakuna kitu kizuri pia. Unajua sisi ni wakosaji wote. Mimi naongea na ninyi mkosefu, mdhambi. Kuna kitu kizuri pia kuwa na wasaa mzuri wa kuyakumbuka makosa yetu. Na kuyajutia wakati mwingine na kuinama mbele za Mungu na kumwomba msamaha Mungu. Njia ya kuanza kushinda dhambi ni pamoja na kuigundua, ni pamoja na kuifikiria, ni pamoja na kuijutia, ni pamoja na kuipeleka mbele za Mungu, ni pamoja na kuumia kwa ajili ya hiyo, lakini wakati mwingine pia unatakiwa uiache, uisahau, usonge mbele. Lakini mtu anayefanya dhambi na kesha karudia wala hajiulizi hafanye nini, huyo hana uelekeo wa kupona. Na ukiingia katika kanisa ambalo halikufundishi namna ya kushinda dhambi, ikiwezekana ondoka. Kwa sababu litakuwa linakupotezea muda. Mlango leo unafundisha namna ya kushindana na dhambi. Makanisa yapi yanaweza kufundisha mlango wa 42 baada ya milango mingine 41? Hayapo. Wote mashahidi. Je, tunajisifu? Nishasema hatujisifu. Lakini tunawatia wivu wengine ili kusudi wafanye kama sisi. Amina. Lazima tufanye. Hakuna kitu kizuri sana kama kuyalingana maneno ya Mungu. Kwa hiyo tunaona kuna hali ya kusameheana, Mungu anatupa msamaha. Lakini pia kujutia kosa haitoshi. Sasa hapa tunaenda kwenye doctrine ya ndani zaidi ambayo ni ngumu zaidi ya kusema kusamehe na nini wanaisema bila kutumia Biblia wanaweza kaisema lakini maana yake usipotumia Biblia unaikosea kwa vyote vile. Lakini kuna nyingine hawaigusi kabisa ndio unaingia huko. Doctrine ya kitu kinaitwa reprobate. Reprobate ni fundisho kuu la kibiblia la mtu kukataliwa au kunyimwa nafasi ya kujuta na kugeuka. Ananyimwa nafasi. Hiyo ipo inaitwa reprobate. Tuende katika tutaiona, tuende katika unaweza kusema inaingiaje hapo? Inaingia kwamba Mungu anatuletea viadhabu vidogo vidogo ili kusudi tutengeneze, tusahau, tunyoke, twende mbele zaidi. Lakini kuna sio kila mtu aliye na nafasi ya kutengeneza. Kuna mwingine unakuta muda wake ushapita. Alishapita. Unaweza kusema ni utajuaje muda umepita? Sio somo la leo kwa kweli, na nishaigusa. Kwa hiyo tuanze kwanza kujua hoja, undani wake tutajua tukifundisha hilo somo. Lakini tuone utangulizi. Tuone katika kitabu cha Mathayo mlango wa 27 mstari wa 3. Mathayo 27:3 anasema. Mathayo tuko kwenye habari za kutengeneza, kwa hiyo tunaenda katika kipengele kidogo ndani ya kipengele. Mathayo 27:3 Biblia inasema hivi. Kisha Yuda yule mwenye kumsaliti alipoona ya kuwa amekwisha kuhukumiwa, alijuta, akawarudishia wakuu wa makuhani na wazee vile vipande 30 vya fedha, akasema na alikosa nilipomsaliti damu isiyo na hatia. Huyu mtu ametimiza vigezo vyote vya nje vya kunini vya kuomba msamaha, lakini hakupata huo msamaha. Kwa sababu muda wake kwa sababu dirisha lake la msamaha lilishafungwa. Watu wanasema maadamu bado uko hai na pumzi zinapita kwenye pua zako, kuna watu wengi ambao muda wao wa kusamehewa unapita. Nani anadhani kwamba Yuda alisamehewa? Yesu alisema huyu anayemsamehe mwana Adamu bora tu angetupwa katika kilindi kikuu cha bahari, akafungiwa jiwe la kusagia akatupwa huko. Anasema hata samehewa katika ulimwengu huu sasa na hata ule ujao. Je, Yesu sio mwenye kusamehe? Ni mwenye kusamehe. Sababu ni kwamba muda wake wa kusamehewa ulikuwa umeshapita. Alishafundishwa na Yesu muda wote. Unajua Biblia inasema mtu ukisoma kwenye Mithali mlango wa 28 Mithali 28 pale nadhani mwishoni. Sema mtu anayesikia sauti ya Mungu mara nyingi akadumaza shingo yake, akaishupaza shingo yake, anasema baadaye inavunjika alafu bila msamaha. Yaani ikivunjika haitengenezeki tena. Ninajua fundisho kama hili linakatishaga watu tamaa, lakini liko kwenye Biblia. Nani anadhani kwamba huyu Yuda amejuta hajajuta? Je, amesamehewa? Hajasamehewa. Biblia inasema mwana anayemsaliti mwana Adamu amepotea milele. Kulikuwa kuna Mafarisayo
wenye kuhubiri injili za uongo wakazirudia kabla hajaifundisha Mungu anamwambia acha hiyo kitu. Baadaye wanavuka mpaka wanaingia katika kundi lisilosamehewa tena. Hasa wanapomsingizia Roho Mtakatifu. Kama manabii wa uongo wote mnaowaona hapa mjini hapa. Hawana uwezo wa kupona wale. Hawa manabii wa pesa hawaponi. Hawawezi kwa sababu wameshapita mpaka dirisha lao limefungwa wakiwa bado hai. Kwa mfano Yesu anasema ole wenu Wafarisayo kwa sababu mnazunguka nchi kavu na baharini na mkiwafanya watu ongofu, wakishakuwa ongofu mnawafanya wana wa jehanamu mara mbili. Unadhani anasema ninyi wana wa majoka. Mtu aweza kama mwana wa joka tena akabadilika kama mwana wa Mungu. Anasema baba yenu ni shetani. Hayo ni makundi yote ambayo unakuta yameingia. Okay, niomba nisiende huko. Niende katika hoja ya mwisho. Na inapatikana pia katika Wathesalonike wa pili 2:11 stand out. Twende kwenye hoja ya kufunga ambayo ni hoja laini kidogo, sio ngumu. Inasema hivi: kuwa na hofu ambayo haitakaa itimie. Sasa hili ni somo muhimu lakini dogo kwa leo sitalifanya kubwa. Na hili ni la kutia moyo pia. Somo la kutia moyo. Inamhusu Yakobo katika watu wote. Baadaye walimrudishia baada ya kuwa ameshaachiliwa wakarudishiwa mali wakafungiwa vyakula, alimfunga Simeon. Akabaki na Simeon. Lakini waliobaki akawapa vyakula vya kutosha, akawapana fedha zao na nini, wakamrudishia baba yao. Sasa baba yao anaambiwa sasa tunarudi kule kununua tena chakula lakini pia na kumpeleka Benjamini ndio tutakapopona na Simeon atarudi. Baba yao anasema hapana, nina hofu mwanangu akiondoka atakufa kama kaka yake Yusufu naye. Hofu ya huyu mzee haitakaa itimie. Haitakaa itimie. Ujumbe wake ni nini? Wakristo walio. Huyu alikuwa Mkristo mzuri sana. Huyu alikuwa ni miongoni mwa watu waliompendeza Mungu katika makosa yake yote, Yakobo. Baba wa imani. Lakini ana hofu kama mimi na wewe ya kila siku. Lakini hofu anayo. Msome mstari wa 36 mpaka 38 mlango wa leo anasema hivi. 36 mpaka 38 na tuko tunafunga kwa kweli. Mstari wa 36 anasema tuanze 37. Ruben akamwambia babaye akasema, "Uwaue wanangu wawili," yani hapo ni kama kumwapia. "Nisipomrudisha kwako, mtie katika mikono yangu, nami nitamrudisha kwako." Akasema, "Mwanangu hatashuka pamoja nanyi, maana nduguye amekufa, naye amesalia peke yake. Mabaya yakimpata katika njia mtakayoiendea, ndipo mtakaposhusha mvi zangu kwa sikitiko mpaka kaburini." Huyu mzee ana hofu. Anaona hofu ya kwanza, maana Yusufu alishakufa wala hajafa. Hofu ya pili, Benjamini kuna mabaya atampata njiani wala hayakumpata. Hofu ya tatu, ataenda kaburini na hofu, anamaliza maisha mazuri kabisa. Hana hofu. Ana hofu lakini sio hofu ya kweli. Kwa kweli uzoefu unaonyesha na pia Biblia inasema mara nyingi watu wengi hofu wanazokuwa nazo. Ana hofu. Mtu anaweza kaa yuko hapa anasema hivi inaonekana maumivu nasikia mgongoni, inawezekana nikawa nimepata uvimbe. Mwingine akaenda hospitali akapima anasema hakuna tatizo, anaanza kukasirika. Nitegemea nionyeshwe ugonjwa haupo. Anachukia. Kumbe hakuna ugonjwa tu, ni hofu. Hofu nyingi hazitimii. Hofu nyingi hazitimii. Hem tusome baadhi ya watu wacha Mungu. Sasa naomba nieleweke pia. Hofu nyingi zisizotimia ni za wacha Mungu. Hofu watu wasio mcha Mungu huwa hawana hofu na mara nyingi yale ambayo hawana hofu nayo kimsingi ndio wanawapata. Walio wengi tu kuangalia kwamba mambo yanageuka. Yule aliyekuwa na hofu mcha Mungu hayampati, anakufa tu na hofu lake. Huyo ambaye anadhani mambo yako vizuri, hana shida, kesho nitakuwa niko kwenye sherehe na kesho kutwa na mipango yangu, nitaenda, nitasafiri, nitakuja na nini, unakuta ndio anampata. Mungu anayapishanisha. Anasema katika kitabu cha Ayubu mlango wa 17, tusome hofu za Ayubu tuone je, hizi hofu za wacha Mungu za kweli za kina Ayubu na Yakobo, na wewe unayemwamini Mungu, wewe unatoka nyumbani kwako siku katikati ya wiki ukaja hapa, ni kitu kikubwa hiki. Mlango wa 17 anasema mstari wa kwanza anasema roho yangu imezimika, siku zangu zimekoma, kaburi tayari kunipokea.
Kweli haya mambo alimpata Ayubu? Baada ya hapo mambo yalienda vizuri kuliko kwanza. Alikuja kufa anakitamani kifo alishazeeka sana mpaka ajui kama kuna kufa tena. Kwa hiyo hofu aliyokuwa nayo ilikuwa tu mara nyingi tunapita kwenye matatizo yawe ni ya makosa yetu au ni ya majaribu ya Mungu huwa mara nyingi tunakuja na hofu lakini lazima tukumbuke tukiwa Ayubu alikuwa hajasoma kitabu cha Mwanzo kikiwa kimeandikwa hiki. Kwa hana msaada. Kwa anamtegemea tu Mungu kwa kusikiliza kwa kuambiana tu kwenye ndoto lakini sisi tuna neno la Mungu lenye udhibiti. Mwanzo 15:3 mpaka 4 sitaenda pale. Mwanzo 15:3 mpaka 4 Ibrahimu ana hofu kwamba mali zake zitarithiwa na mtu wa mshahara. Yule Msiria, mtu kutoka Syria. Wakati huo hana Ishmaeli, hana Isaka, na umri umeenda, kwa zaidi ya miaka 75. Alafu anaona baadaye alikuja kuwa na watoto wengine 6. Kwa hiyo alikuwa na watoto 8. Kimsingi alikuwa na watoto wengi sana kuliko wazazi wengi wa leo hii. Lakini hofu yake ilikuwa ni kwamba nishafikisha miaka 80 sasa. Umri umeenda hivi, inaonekana mali zangu zitakwenda zichukuliwe na mtu yote yule watazigawana majirani na nini. Mungu anasema hapana. Hiyo hofu haipo. Mgeni hata rithi mali zako, mtu aliyetoka katika mwili wako, katika viuno vyako ndiye atakaye kurithi. Hofu yako na haikutimia. Twende katika sasa twende tuangalie kinyume cha watu wasiomcha Mungu. Wengine wanapita bila hofu lakini na wengi hawana hofu lakini tuone njia zinazowapata. Twende katika na ningeweza kuhubiri sehemu nyingi lakini niende mistari miwili ya kufungia. Isaya 56 twende pale tufunge. Isaya 56 mstari ule wa 12. Isaya 56 Isaya 56 12 Biblia inasema 12 Biblia inasema hivi. Husema njoni nitaleta divai na tunywe sana kileo na kesho itakuwa kama leo sikukuu kupita kiasi. Hiyo hayo ndio maneno ya watu wa dunia. Yani muda wote ni kupanga namna ya enjoy dunia na sikukuu. Sikukuu maana yake ni kipindi huna hofu huna nini. Ndiyo sio sikutaka kurudi nyuma zaidi lakini alikuwa anawasema ni watu wa namna gani. Lakini sicho kinachowapata. Tuende katika Yeremia 23:17 na nadhani ndio mstari wa mwisho huo. Yeremia 23:17. Kitabu kinachofuata ni Yeremia 23:17. Msikiza maneno ya Mungu. Anasema Yeremia 23 Yeremia 23 kama hujawahi kuisoma uisome ina mambo mazito sana. Yeremia 23:17. Yeremia 23:17 anasema hivi. Daima huwaambia wao wanaonidharau, Bwana asema mtakuwa na amani. Nao humwambia kila mtu aendaye kwa ukaidi wa moyo wake, hamtapatwa na ubaya wowote. Hapa kuna wahubiri wanawahubiria watu wanaomuudhi Mungu, wanaomdharau Mungu, wasiosoma neno la Mungu, lakini anakuambia wote hapa mambo wote mnaenda kubarikiwa, maisha yenu yanaenda kunyooka, hakuna mabaya atakayowapata na nini. Wanasema sivyo itakavyokuwa. Itakuwa kinyume. Sikupata muda tu wa kwenda kwenye undani wa hilo somo lakini limepita pale tuliguse. Basi tutaishia hapa nafikiri katika hoja tano tulizosoma. Mungu amenena na sisi kwa kiasi chake. Mungu awabariki sana. Baba mimi nakushukuru kwa wema na fadhili zako. Asante kwa neno la leo. Asante kwa kusanyiko hili dogo. Mungu tunaomba maneno haya yakamee katikati yetu lakini Mungu kayakuze yakawafikie na watu wengine wako mbali. Watoto wa nyumba hii, wa wazazi hawa, ndugu hawa. Mungu wa mbinguni kweli yako ikatufikie. Na jina lako litukuzwe, bariki watu wako na kuwalinda, bariki kusanyiko hili. Bariki wale wanaotufuatilia kwa umakini na upendo kutokea mbali ambao labda hawajapata nafasi ya kuungana nasi mahali hapa. Mungu tunakushukuru kwa upendo wako ajabu. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tunaamini tutapokea. Amen.